Mpendwa, na kukaribisha tena katika kipindi chako cha neno lilo imara, unabii wa Biblia. Karibu na umakinike. Kabla tujaendelea, hebu tukaweze kupata dua. Tunaomba. Baba, tuongoze katika kipindi hichi, uwe na mtazamaji, uweze kutulinda ili tunapoingia katika neno lako unene nasi, utuongoze katika mafundisho yaliyo ya kweli. Kwani hii ndio ombi letu katika Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Mpendwa mtazamaji, na kukaribisha tena. Katika kipindi cha awali tuliangalia umuhimu wa unabii wa Biblia. Hilo neno ambalo ni nzuri na siri ambazo Mungu anafunulia watumishi wake, na kusudi gani Mungu anafundishia manabii ni kwa sababu wanamcha. Nakwambia kwamba kuna kanuni za kutafsiri unabii wa Biblia, sio mifano ambazo zinatumika, na hakika neno la Mungu lazima litimike. Tutaingia katika kitabu cha Danieli 1 siku ya leo, lakini fungu ambalo tutaangalia sana kwa maana yatahusu maisha yetu ya kimwili, yani maisha kiafya. Waraka ni wa 3 wa Yohana 2 nasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Yani Mungu anasema anaomba ya kwamba kila mmoja aweze kufanikiwa katika mambo yao yote, haswa katika afya yao kama vile roho yao inavyofanikiwa. Ni makusudi ya Mungu ya kwamba wote ambao wanaishi maisha ya kumfahamu Mungu, ambao ni wa Kristo, ambao maisha yao ya kiroho ni kumjua Mungu katika maombi, pia mwili yao na afya yao iweze kuonekana ya kwa inaenda sawa sawa na maisha yao ya kiroho. Na ndio kusudi tunataka kuangalia katika hadithi ya Wanaisraeli, haswa vijana ambao walikuwa ni wachanga. Katika kitabu cha Danieli ni 1 tunaona vijana wakichukuliwa mateka. Biblia inasema ya kwamba Nebukadneza aliweza kuzuru Yerusalemu na akachukua baadhi ya Wanaisraeli mateka hadi hata nchi ya Shinari ambayo ni nchi ya Babeli. Katika Danieli 1 mstari wake ni wa kwanza na wa pili nasema, katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake Yehoyakimu mfalme wa Yuda, Nebukadneza mfalme wa Babeli alikwenda Yerusalemu akauzuru. Basi Bwana akamtia Yehoyakimu mfalme wa Yuda katika mkono wake, pamoja na baadhi ya vyombo vya nyumba ya Mungu, naye akavichukua mpaka nchi ya Shinari, mpaka nyumba ya Mungu wake, akaviingiza vile vyombo katika nyumba ya hazina ya Mungu wake. Katika kipindi cha awali tuliona kwamba Mungu alikwisha kumwambia Ibrahimu katika nchi ya ahadi watu wanawake wa uzao wake utachukuliwa mateka na utatumikia watu wale kwa muda wa miaka 400, na yale ikatimika. Na Mungu kisha akatoa na Israeli kwa mkono wa Musa na kuwafikisha katika nchi ya ahadi ya Kanaani, ambayo ilikuwa makao ya pale awali ambayo Ibrahimu alikuwa ameandaliwa na Mungu. Akarudisha pale, lakini nchi ya pale ahadi maisha ya Israeli hayakuwa ni mema sana. Waliasi na wakafuata maagizo ambayo waliambiwa sitende, wakifuata mambo ya dunia na mambo ya wale wageni na wale ambao ni wakaaji wa sehemu ya Kanaani. Kwa hivyo maisha katika nchi ya ahadi hayakuwa ni mazuri. Walitekwa nyara mara kwa mara, na sio wakati huu Nebukadneza. Taangalia historia hiyo kwa undani tunapoingia Danieli 2. Nebukadneza anaingia nchi ya Babeli, anachukua mateka hadi tena sasa anawapeleka mateka katika nchi ya Babeli, nchi ya Shinari, nchi ya Wakaldayo. Na pale tunaona baadhi ya vyombo vya Mungu zinachukuliwa, naye anazingiza katika nyumba ya miungu zao. Mungu anaruhusu Wanaisraeli wachukuliwe mateka wakiwa wengi, wakafungwa, wakachukua safari ndefu, wakafika nchi ya Babeli. Na neno la Mungu linasema hivi katika Danieli 1 mstari wake wa 3 na 4, mfalme akamwambia Ashpenezi mkuu wa matowashi wake awalete baadhi ya Wanaisraeli na uzao wa kifalme na uzao wa kiungwana. Mungu anamwagiza Ashpenezi ambaye alikuwa amemweka mkuu wa matowashi. Yani matowashi walikuwa ni wale ambao watahudumu katika nyumba ya mfalme, na pia walikuwa wanahitajika labda wengine wasioe, wengine wawe ni watu wenye hekima, watu ambao watakuwa ni uzao wa kifalme, wale ambao wanaonekana wameinuliwa na wangwana. Kwa hivyo mkuu wao alikuwa anaitwa Ashpenezi. Vijana wasio na mawa na wazuri, ni wa uso, wa ujuzi na wa hekima, werevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu, watakaoweza kusimama katika jumba ya mfalme. Tena alimwambia awafundishe elimu ya Wakaldayo na lugha yao.
Kwa hivyo vijana wakaletwa, yani mstari wa 4. Vijana ambao wana mawaa, vijana ambao ni wazuri, wana ujuzi na hekima, werevu kwa sababu ya maarifa yao. Kumaanisha alitaka vijana ambao wanaweza kufanya kazi katika jumba la kifalme, wale ambao wataweka wakuu katika nchi ya Babeli. Kwa hivyo wakafundishwa, na walikuwa wafundishwe elimu ya Wakaldayo kwa muda wa miaka 3. Ilikuwa wakae pale Babeli katika shule kikuu tunasema cha Wakaldayo Babeli, wakifundishwa lugha ya Wakaldayo, lugha ya Kiaramu. Na tukaona ya kwamba Danieli walikuwa baadhi ya watu ambao walichukuliwa na Shadraki, Meshaki na Abednego, lakini majina yao kwa yale hapo wale walikuwa na majina ya Kiebrania. Mstari wake wa 6, Danieli 1 nasema, basi katikati yao walikuwapo baadhi ya wana wa Yuda, Danieli, Hanania, Mishaeli na Azaria. Hiyo ndio ilikuwa majina ya wale vijana ambao tunaona ni shupavu, ambao walisimamia Mungu katika nchi ya Wakaldayo, nchi ya wapagani. Mstari wa 7 nasema, mkuu wa matowashi akawapa majina, alimuita Danieli, Belteshaza na Anania, akamuita Shadraka na Mishaeli, akamuita Meshaki na Azaria, akamuita Abednego. Aswa hizo ndio majina ambao wengine wanazifahamu, wanajua Shadraka, Meshaki na Abednego. Haya yalikuwa majina ya Kibabeli. Danieli hajatumia sana jina la Belteshaza. Tutaangalia maana ya majina yao, aswa majina ya Kiebrania. Unajua Danieli alikuwa anaitwa Danieli katika Kiebrania, na maana yake ni ya kwamba Mungu ndio hakimu wangu, my God is my judge. Na Hanania jina lake lilikuwa linamaanisha ya kwamba Yahweh, yani Mungu amenionyesha neema. Kisha Mishaeli ikimaanisha kwamba ni nani aliye kama Yahweh. Na Azaria ni ya kwamba Yahweh amenisaidia, yani Yahweh has helped. Na kisha majina yao yalibadilishwa, na mfalme akawapa majina ya miungu wa Babeli. Akampa Danieli jina Belteshaza, ambao Danieli kwa maana aliandika kitabu hicho akitumii sana. Jina lake akapewa jina la Belteshaza. Belteshaza inamaanisha Bali, mlinde maisha yake, yani Bel, protect his life. Na hiyo Bel jina lake lingine lilikuwa Madruk. Hiyo ndio maana ya jina Belteshaza. Shadraka akapewa jina ambao lilikuwa linamaanisha mamlaka ya Mungu Aku, yani hiyo ni miungu ya Kibabeli, under the command of Aku, lugha kimombo inasema hivyo. Meshaki akapewa jina Mishaeli akapewa jina Meshaki, ambayo inamaanisha ni nani aliye kama Aku, who is like Aku, yani maana huyo pia ni miungu, baadhi ya miungu wa Babeli. Na Azaria akapewa jina Abednego, yani yeye ni mtumishi wa Nebo, jina lingine ni Nego. Hiyo ni miungu ya Babeli. Aswa Baali, Bel ama Madruk alikuwa ni mkuu wa miungu wa Babeli au miungu wa pagani, aswa Mungu jua. Kisha Aku alikuwa ni mungu mwezi, mungu wa pili. Na Nego alikuwa ni mungu wa ufahamu na masomo, hasa kuandika. Haya alikuwa miungu ya Babeli, na majina yao yanabadilishwa ili waweze kujifahamisha na miungu za Babeli. Danieli alikataa jina lake, alitumia sana. Ya Shadraki, Meshaki na Abednego zimetumika sana katika Biblia, na hizo ndio majina watu sana wanafahamu nao. Hiyo alikubali, na wakafundishwa pia lugha ya Wakaldayo. Lakini kuna jambo moja ambalo ilifanyika katika Danieli 1 mstari wake ni wa 5. Huyo mfalme akaagizia posho ya chakula cha mfalme na divai aliyokunywa, akaagiza walishwe hivyo kwa muda wa miaka 3, ili kwamba hatimaye wasimame mbele ya mfalme. Kwa hivyo ilipasa watumishi wa Mungu vijana wakiwa katika umri wa shupavu wafundishwe elimu ya Wakaldayo miaka 3, majina zao yabadilishwe na waweze kujielezea na kujulikana katika majina ya miungu za Babeli. Na kisha pia chakula chao kilikuwa kibadilishwe na wapewe chakula cha kifalme. Hiyo wengine wangesema kwamba ni jambo la muhimu. Unajua ukialikwa mahali pa wafalme, ile mfalme anakula kama rais, utajua ni chakula kizuri. Na ilikuwa ni kwamba wameinuliwa katika hali gani ya kwamba wao wanastahili kula meza ya mfalme. Kwa hivyo ilikuwa ni, kwa wengine watasema ilikuwa ni bahati kubwa sana
Hawa ni watu ambao wamechukuliwa mateka, lakini wanakula na mfalme katika meza moja. Lakini sikiza mambo ambayo yalifanyika. Katika hiyo kitabu cha Danieli, wakati walipoelezewa hiyo ndio chakula, Danieli aliazimu hapana. Katika Danieli 1:8, lakini Danieli aliazimu moyoni mwake, katika moyo wake, ya kuwa hata jitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai aliyokunywa. Basi akamwomba yule mkuu wa matowashi ampe ruhusa asijitie unajisi. Ilikuwa ni bahati sana, na ilikuwa ni jambo nzuri ambao mfalme aliangalia mwafanyia. Lakini Danieli aliangalia, je, hata ingawaje mfalme ameleta haya, unajua hii ni chakula kweli? Akasema pale, au ni chakula haya ambao nimeletewa hata nidhuru. Na akazimu moyoni mwake, mimi sitatumia chakula ambacho mfalme ameagiza nile. Taangalia ni kwa sababu gani, ili kwamba nisijitie unajisi na chakula ambao mfalme ameweza kuagiza. Akaambia ule mkuu, hapana Ashpenazi, la, hii chakula mimi sitatumia. Na yalikuwa ni chakula, unajua ni divai ambao mfalme anakunywa, ni divai ya bekali. Yaswa Babeli ilikuwa taifa ambalo ilikuwa ni kubwa, ni kama Marekani sasa hivi. Hiyo ndio ilikuwa inatawala dunia nzima. Na vyakula ambao zilikuwa ni za umuhimu sana. Na ukiangalia Danieli anazimia, anasema hapana. Methali 23:1 na 2, neno la Mungu lasema hivi. Danieli alikuwa ni msomi aswa wa Injili ya Kristo, na alikuwa anaangalia yale ambayo Mungu alinena na manabii. Alisoma katika Methali 23:1 na 2, ambapo Sulemani anasema, utakapoketi kwa chakula pamoja na mtawala, muangalie sana yeye aliye mbele yako, tena ujitie kisu kooni kama ukiwa mlafi. Ukiketi mbele ya mtawala ama mfalme, mtu ambaye ni mkuu, jambo ambalo linakuja kwa mawazo ni kwamba chakula na kula ni kizuri. Lakini neno la Mungu lasema muangalie sana aliye mbele yako, tena ujitie kisu kooni, usiwe mlafi mbele ya mfalme, mbele ya mkuu. Danieli akasema, la, mimi nitatia kisu kooni kwangu, chakula ambacho nimeandaliwa si nzuri. Na wengi watajiuliza mbona alikataa. Unajua kulikuwa pale na mvinyo. Wengine wanasema, Biblia inasema unywe mvinyo, na si baya kwa watu wa Mungu akinywa mvinyo au pombe. Neno la Mungu linasema katika Timotheo wa kwanza 5:23, tokea sasa usinywe maji tu, lakini tumia mvinyo kidogo kwa ajili ya tumbo lako na magonjwa ya kupatayo mara kwa mara. Wengine watumianga fungu hivi vibaya, akisema si Mungu ameruhusu wanadamu wapate kunywa mvinyo na ni sawa katika maisha yao. Sijui kama wewe ni mgonjwa, na sijui wewe unataka kutumia hii, ama ni mambo ambayo yanakutukia ili mwanadamu aseme ya kwamba yeye anastahili mvinyo. Wengi ambao wanatumia kileo, si ati ya kwamba ni amri kutoka kwa daktari. Unajua hata Biblia inazungumzia aina za mvinyo. Kuna aina mbili za mvinyo. Aswa lugha ya Kiswahili inatumia neno kileo, na ingine inatumia aswa divai, lakini katika lugha ya Kimombo wanazitumia zote kama wine. Na hizi aina mbili lazima tutofautishe, kwa maana kuna mvinyo, hata niseme kuna mvinyo ama wine ambao Kristo alipeana katika harusi. Na alipokuwa pale Kana, Kristo alipata harusi imeandaliwa na mvinyo umeisha. Na hii jina ambayo imetumiwa pale inaitwa divai. Na kuna tofauti kati ya divai na kileo, kwa maana Kristo alipokuwa Kana na harusi ilikuwa inaendelea, neno la Mungu lasema ya kwamba yeye akawapa divai na lilikuwa ni tamu. Lakini kuna kileo. Isaya 5:22 nasema, ole wao walio hodari kunywa kileo chenye nguvu. Kuna wale ambao wako hodari sana, wanang'ang'ana na chupa ambao ni kileo ambao inawasha. Watu waume wenye nguvu kuchanganya vileo ambao zimechanganishwa. Kileo ni kile kimechanganishwa, labda unachukua bali, mtama, inaweza kuwekwa inaganda, na kisha inachungwa, inachemshwa, inachanganywa na kuwa kali. Hiyo ni kileo. Na Biblia imeonya katika Methali 20:1, mvinyo udhiaki, kileo huleta ugomvi, na kosaye kwa vitu hivyo hana hekima. Hiyo itakuletea ugomvi, itadhiaki na itakukosesha. Hiyo bila shaka Mungu ameonya wanadamu wasipate kutumia
Na watu wanaambiwa hivi katika Isaia 5 mstari wa 11, ole wao wamkao asubuhi na mapema wapate kutafuta kileo, wakishinda sana hata usiku wa manane, mpaka mvinyo imewaka kama moto ndani yao. Hii mvinyo inawaka. Na wanadamu, nafurahia kwamba siku hizi wanadamu wanaanza, kwa serikali inaangalia mambo haya kwamba si vyema mahali ambapo panauzwa vileo watu amke mapema na kutumia kileo masaa ya asubuhi. Itakuwa ni vizuri sana ya kwamba watumishi wa Mungu wakifundisha watu ubaya wa vileo, inaleta ugomvi, inaleta mashaka katika maisha ya mwanadamu. Inaleta kwa vizuri sana kuvitumia vileo ambavyo vinadhuru maisha ya wanadamu. Danieli alizimia hata tumia vinyo ambao chakua mfalme alikuwa anatumia, kwa maana alijua italeta ugomvi na itadhiaki maisha yao. Na kisha tutaangalia maana ya pili ya mvinyo ama wine ambayo inaitwa ni divai. Na hii ni ile ya Kristo. Kristo katika hiyo harusi ambayo tulikuwa tunazungumzia katika Yohana 2 mstari wa 9 na wa 10. Inasema, naye mkuu wa meza alipoyaonja yale maji yaliyopata kuwa divai, wala asijue lilikotoka, lakini watumishi walilijua, wale walioyateka yale maji. Yule mkuu wa meza alimuita bwana harusi akamwambia, kila mtu kwanza uandaa divai iliyo njema, hata watu wakiisha kunywa ndipo sasa sana ndipo huleta iliyo dhaifu. Wewe umeiweka divai iliyo njema hata sasa. Divai ambayo Kristo alipeana haikuwa divai mbaya, lakini divai njema, ni nzuri, ambao walifurahia. Anaita divai njema. Hii ndio ile ambayo inaandaliwa kwa Pasaka. Lakini siku hizi unaangalia wengine wanatumia tu vinyo kawaida ambayo inalewesha katika Pasaka. Na Yesu anasema hivi kuhusu hiyo divai katika Mathayo 26:29, lakini nawaambieni sitakunywa kabisa tangu sasa uzao wa mzabibu hata siku ile nitakapokunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba. Vinyo wa Kristo ambao inaitwa divai ya kweli ni ile ambao yeye mwenyewe anaibarikia na ni mzao wa mzabibu. Mzabibu unachukuliwa, unakamuliwa, unatoa maji yake na pasipo kuchacha. Hiyo inatumika kama inaitwa juice katika lugha ya Kimombo. Hiyo ndio ilikuwa inaitwa wine nyakati zile, na ndio Yesu anaandaa katika Pasaka, na anasema amegojea kunywa na watumishi wake katika ulimwengu ambao unakuja. Lakini mvinyo huu mwingine unadhiaki. Methali 23:29 inauliza, ni nani apigaye owe? Ni nani aliye na ole? Ni nani mwenye ugomvi? Ni nani mwenye mguno? Ni nani aliye na jeraha zisizo za sababu? Ni nani aliye na macho mekundu? Ni wale wakao sana kwenye mvinyo endao kutafuta divai iliyochanganyika. Musa angetumia mvinyo aina yote. Yeye alisema la, hiyo sitatumia mambo yaliyochanganyika, yanayoleta ugomvi, yanayoleta macho mekundu. Akasema mimi situmii. Vinyo si ati pia kukunywa tu ni mbaya. Neno la Mungu linaonya hata kuliangalia. Usitazame mvinyo iwapo nyekundu. Hiyo ni Methali 23:31. Na 32 nasema, ilitiapo bilauri rangi yake, ishukapo taratibu, mwisho wake huuma kama nyoka, uchoma kama fira. Vinyo ambao na dhiaki, ambao ni kileo, haufai kulitazama. Macho yako yataona mambo mageni. Hiyo ni mstari wa 33 wa Methali 23. Inasema macho yako yataona mambo mageni, moyo wako utatoa yaliyopotoka. Naam, utakuwa kama yeye alalaye katika bahari, au kama yeye asinziaye juu ya mlingoti. Utasema, wamenichapa wala sikumia, wamenipiga sana wala sina habari. Nitaamka lini? Nitazidi kuitafuta tena. Jamani, hiyo ni mvinyo ambao inadhiaki. Hiyo Kristo hangelitumia, na Danieli akazimu moyoni mwake, sitalitumia. Kuna aina mingi ya vinywaji. Wengine wanatumia, zingine ni kama madawa ya kulevya. Swa ukiona yale yamejaa caffeine katika lugha ya Kimombo. Unajua kuna zingine hizi zinaitwa soft drink, zimejaa caffeine. Na daktari mmoja anasema caffeine, the drug contained in coffee, is classified in textbook as both a stimulant and a poison. Utasema labda mimi sikunywi mvinyo, lakini kuna yale unakunywa ambayo yatakudhuru, kama mambo kama coffee, na iko katika soft drinks zingine. Hiyo si nzuri. Danieli akazimia, mimi sitatumia hiyo mvinyo, nipeni mtama nikunywe.
na akasema mimi nitakula ile ambayo Mungu ananipa. Ndipo Danieli akamwambia yule msimamizi ambaye mkuu wa matoashi amemweka juu ya Danieli na Anania na Mishaeli na Azaria, tafadhali utujaribu sisi watumishi wako kwa muda wa siku 10 na watupe mtama tule na maji tunywe. Kwa mahali pa mvinyo akasema sisi tutakunywa maji. Jameni, maji ndio ile beverage nzuri sana mwanadamu anaweza tumia. Na akasema tupe mtama ama miche, yani yale miti ambayo Mungu alitupa yakileta matunda. Akasema sisi tupatie mahindi, tupatie mboga, tupatie mambo ambayo yatatujenga afya, na sisi hatatumia nyama. Unajua kuna nyama ambayo ufalme wa Babeli ulikuwa unatoa kafara, na hiyo zilikuwa ibada za sanamu. Danieli angekula zile nyama angekuwa kwanza anajionyesha kwamba anakubali ibada za Babeli. Hiyo ni mara ya kwanza, maana ya kwanza. Na ya pili, alijua yale ambayo atakuwa anakula atadhuru maisha yake. Akasema sisi tutakula lile ambalo Mungu alipeana pale shamba la Edeni. Mungu akampa mwanadamu apate kula matunda na mbegu ambazo zina manufaa kama maharagwe na avocado na mahindi. Hizo ndio Danieli akachagua na akazimia, mimi sitakula nyama. Unajua wanadamu wamependa sana maisha ya nyama. Hiyo ndio ilifanya baada ya gharika maisha ya wanadamu ikapungua sana. Najua kabla ya gharika wanadamu walikuwa wanaishi miaka 800, 600, lakini baada ya gharika hata Kristo Mungu alimsema maisha yao yatakuwa 120. Na nyakati hizi ambazo tunaishi neno la Mungu linasema kwamba maisha yetu ni 70 na tukiwa na nguvu itakuwa ni 80. Hiyo ni Zaburi 90 mstari wake ni wa 10. Lakini itajaa majonzi na itakuwa ni ya shaka. Maisha yamepungua kwa sababu ya ulafi mbaya na watu kutumia vyakula ambao hazina sababu katika maisha yao. Kwa sababu ya uaminifu wa Danieli, Shadraki na Meshaki na Abednego, au ni Anania, Azaria na Mishaeli, kwa kutii Mungu katika kanuni za afya. Unajua Mungu aliweza kuwapa mambo matatu yaliyokuwa manufaa kwao na ya usaidizi kwa wanadamu wote, haswa wale ambao walikuwa wanaishi katika nchi ya Babeli. Na Mungu anasema katika Danieli 1 mstari wa 15, hata mwisho wa zile siku 10 nyuso zao zilikuwa nzuri zaidi na mili yao ilikuwa imenenepa zaidi kuliko wale vijana wote waliokula chakula cha mfalme. Kwa hivyo Mungu aliwabarikia na afya njema. Wakati wanadamu watashika kanuni za Mungu za afya, swa za kula miche ambayo ni nzuri, chakula nzuri, Biblia inasema watabarikiwa na mili nzuri imenenepa na uso nzuri ambayo haina mashaka. Na ya pili ambayo Mungu aliofanyia, hiyo ni Danieli 1 mstari wa 16, basi yule msimamizi akaiondoa posho ya chakula na ile divai waliopewa wanywe, akawapa mtama tu. Danieli na marafiki zake wakawa msaada katika nchi ya Babeli. Chakula mbaya akabadilishwa na wakapewa chakula nzuri ambayo inaweza wasaidia. Jamani, tusaidie wenzetu ambao watakumbwa na magonjwa na maisha yao yatadhoofika kwa sababu ya kula vibaya. Kwa kusimama shupavu katika shule ile ya Babeli, ilibidi waweze kubadilisha vyakula, kwa maana waliona ya kwamba hii ina maana sana, imesaidia vijana wana hekima, akili iko tayari, si walevi, wana nguvu. Na ya tatu ambayo Mungu aliofanyia, hiyo ni Danieli 1 mstari wa 17, basi kwa habari zao hao vijana 4 Mungu aliwapa maarifa na ujuzi na katika elimu na hekima. Danieli naye alikuwa na ufahamu katika maono yote na ndoto. Jameni, watoto walioko shule na vijana ambao wanasoma, kuwa na afya njema itakuwa ni baraka kwako. Aswa afya hiyo utaipata wakati unakula vizuri na unazingatia kanuni za afya, vyakula ambao ziko mezani. Je, ni ya kumtukuza Mungu? Na Mungu anajua kwamba ukitumia vyakula vizuri hekima yako itaongezeka. Ndio kwa sababu pale mwanzo Mungu alipomumba Adamu na Hawa, chakula chake haikuwa ni nyama ama wanyama, ilikuwa ni miti na ilikuwa ni ile mbegu na matunda, yale ambayo angefanya akili za mwanadamu iwe ni safi, damu yake isiwe na magonjwa. Na baada ya dhambi Mungu pia anamwagiza, hakumwambia kula nyama, alimwambia la, nimekupa majani utakula kwa jasho lako, na mimi nimekupa majani ya nchi. Mungu akampatia mwanadamu vitu ambavyo inaitwa vegetables ya kumsaidia ili yapigane na magonjwa, yamejaa vitamins na kupigana magonjwa. Kwa hivyo alipata maarifa kutoka mbingu kwa sababu ya kushika maagizo ya kula vyema na kunywa maji mengi. Hawa ni baadhi ya unajua
mambo za afya, kanuni za afya. Kunywa maji nzuri, maji mengi, maji safi kwa wingi inampa mtu maisha mazuri, badala kunywa vitu kama chai ambazo zinadhuru maisha, vitu kama soda ambazo zinaleta sumu ndani ya miili ya watu. Wakanywa maji na wakakula chakula ambacho ni miche na mtama. Mungu akawapa maarifa. Wanadamu wakitaka kupita mtihani, hata wale wanasoma, watoto, vijana, Mungu anayo hekima na ameweka ule vizuri. Hekima atakupa. Na Mungu anasema katika Wakorintho ni wa kwanza 10:31 ya kwamba basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Mungu anataka sana tuangalie ni nini ambao tunakula, ni nini ambao tunakunywa, na tunaishi maisha yanakaa aina gani. Tufanye yote kwa utukufu wa Mungu. Wanadamu watampa utukufu kwa yale ambao wanaingiza katika miili yao, kwa midomo yao kama chakula. Wengine wanasema Yesu alisema si yale ambao unaingiza ndani, bali yale unatotoka. Wasijue ilikuwa anazungumzia kwa mfano ya kwamba si yale ambao unayasikia, bali yale utakayosema. Ndio Kristo alikuwa anasema. Lakini katika kanuni za afya, wanadamu wanafaa kuzingatia ni chakula gani wanakula, ni vinywaji gani wanatumia ambao yatadhuru. Na ndio kwa maana kuna ulevi wa njia kubwa katika dunia hii. Ugomvi unatokea, vifo, ajali barabarani kwa kula vibaya. Ukila vyakula ambao zinadhuru akili, hata mawazo yako yawezi zingatia. Vyakula ambao watoto wanatumia shule, hata maagizo ya vitabu vya shule zinakuwa ni ngumu sana, kwa maana wanaposoma hawaelewi. Lakini Mungu ni upendo. Upendo, unajua tutachia hapo kwa masaa haya ya kwamba Mungu anaagiza kanuni ya kwanza katika kuwa na hekima na mfano katika hali ya maisha hii. Katika maombi yetu tumtafute uso wake, na pia katika mambo ambayo tunatunza na tunawapa miili yetu kama vyakula ambayo tunatumia, jinsi maisha yetu na mambo ambayo tunatumia ili ya kujenga miili yetu, lazima tuzingatie sana haswa kwa vyakula. Danieli akasibu moyoni wake hata dhuru afya yake, hata jitia unajisi kwa vyakula ambao zinaweza kudhuru afya yake. Kwa hivyo akasema, mimi nitatumia mtama na maji ambao najua maisha yangu na miili yangu na afya yangu itakuwa ni vizuri, na Mungu katika kumtii atanipa hekima, bala si hekima ya Babeli. Kwa hivyo Mungu akamwangalia sana na akampa hekima, na so Danieli akaweza kufahamu ndoto na maono na mambo ambayo atakuja kutukia katika dunia hii. Kwa hivyo katika kipindi ambacho tunafuatilia, Mungu atanena nasi na ataonyesha uwepo wake kwa utukufu wake, kwa maana siri za Bwana ziko kwa wale ambao wanamcha. Basi tuombe ili Mungu aweze kutuongoza tunapozingatia kanuni za afya katika maisha yetu. Tunaomba. Baba na Mungu wetu, sifa na shukrani tukurudishia. Umenena nasi ya kwamba basi tulapo ama tunywapo tufanye hayo kwa utukufu wako. Naomba kwamba tufundishe yaliyo haki, tufundishe kanuni za afya, tufundishe chakula kilicho bora, ili wewe utujalie neema, ili sisi tuwe na afya nzuri, na ili pia hekima yako iweze kutusaidia katika maisha yetu. Uwe nasi tunapoendelea, utuongoze na utulinde katika Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amina. Mungu akubariki hadi kipindi kinachofuatia.